Wewe unazungumza nini sasa kwa habari ya kanisa au mwili wa Kristo juu ya muziki unaofanya katika hali ya ubora na katika hali ya viwango? Una jambo gani la kushauri kanisa au mwili wa Kristo ukiwa kama mwalimu na ukiwa kama ni mzalishaji wa muziki wa gospel? Karibu sana. Asante sana. Ndio. Tunapozungumza ubora kwenye hii huduma, naweza nikaweka kwenye vipengele kama viwili hivi ama vitatu. Ndio. Kwa hiyo kuna ubora katika kuimba, lakini kuna ubora katika upigaji, lakini kuna ubora wa vyombo vinavyohudumia hapo kanisani. Unaona Kwa hiyo ninasisitiza sana kwa habari ya ubora. Mungu wetu ni Mungu wa viwango, ndio maana tunaona hata kwa Danieli pia aliachilia roho ya ubora ambayo ilimwezesha kuwa bora mara 10 kwenye nchi ya kigeni. Hiyo tu inatudhihirishia kwamba Mungu wetu ni Mungu wa viwango. Nisisitize. Ndio. Kanisani, wachungaji, hakikisha kunakuwa na saundi nzuri. Sasa unakuta saundi miluzi, watu wana struggle na ibada. Amen. Umeona? Wakati mwingine kuwapatia kozi ya masaundi engineer, wapelekeni wakasome hata kozi fupi za miezi 3, wajifunze ili kuja kuachilia kitu ambacho ni cha ubora. Waimbaji, wakati mwingine tafuteni walimu. Mwalimu aje akae na kundi hapa, train watu kwa miezi 3 au miezi 6 ili waimbe katika viwango ambavyo vinamtukuza Mungu. Kwa hiyo nisisitize sana sana, badala ya kusema tu tuimbe tu, tupige tu, hapana, hiyo haifai. Mungu atuwezeshe, awawezeshe wachungaji kwa kweli kuweka nguvu kwenye hilo. Kuna kanisa unaingia kwa kweli, yani unakuta unakosa hiyo ibada, yani unabaki una struggle tu, kelele, vyombo kupayuka, yani kila kitu yani kiko ovyo. Mungu wetu ni Mungu wa ubora. Mjitahidi sana kuwekeza kwenye hilo jambo.